Marhaba, ni furaha iliyoje kuweza kujiunga nawe sana wakati kama huu, siku leo ikiwa ni tarehe 13 ya mwezi Juni mwaka 2013. Ni siku ambayo itaingia katika kumbukumbu ya historia za taifa letu la Kenya, hasa baada ya kusomwa kwa taarifa ya bajeti ambayo inaonekana kutimiza ahadi kuu za serikali ya Jubilee. Mie ni Ahmed Darwesh na kwa moyo mkunjufu karibu. Na mimi ni Mashirima Kapombe, na mbali na taarifa za bajeti, kuna wengine ambao katika eneo la Elgeyo Marakwet wameamkia kilio baada ya mwanamke mmoja kuwateketeza wanawe watatu nyumbani. Taarifa hiyo na nyingine ni wakati huu wa KTN leo. Kwanza tupate taarifa kuu. Waziri wa Hazina Kuu Henry Rotich amesoma taarifa bajeti ya Kenya ya mwaka wa kifedha 2013-2014 mbele ya bunge la kitaifa. Bajeti hii ya mwaka 2013-2014 ni ya shilingi trilioni 1.6, kiwango kinachotajwa kuwa kikubwa zaidi katika historia ya taifa la Kenya. Miongoni mwa mapendekezo ya bajeti hiyo ni pamoja na kuwatengia polisi bilioni 67 ili kununua magari na vifaa, bilioni 16.1 kwa idara ya mahakama na bilioni 19 kwa upanuzi wa bunge. Na sio vyote ving'aavyo huwa ni dhahabu. Licha ya mji wa Mombasa kujaliwa kuwa na bandari na rasilimali za kutosha, bado kuna changamoto tele katika kuimarisha uchumi wa eneo hili. Sababu kuu ikiwa ni usimamizi duni wa rasilimali za eneo hili. Kutokana na hali hii, wenyeji wa Mombasa wamesalia kufa maji kwenye kina kirefu cha maji. Tangu kutangazwa kutolewa kwa fidia na serikali ya Uingereza kwa mashujaa wa Mau Mau kama fidia za dhuluma walizopitia mikononi mwa wakoloni, makundi kadhaa yamejitokeza, akiwemo yenye wanachama halali na wale uhalali wao ni wa kutiliwa shaka. Mzee mmoja kwa jina la Magero Oluk kutoka Homa Bay amejitokeza na kueleza masaibu aliyopitia mikononi mwa Uingereza pale alipokuwa akiwasaidia Mau Mau. Daktari mkubwa dia district mzima ndio anatolewa, amevaa na kuja na apply kuja kutoa meno moja. Mimi pia najikaza tu mpaka hii mshipa yote imetoka. Sasa ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita na kwama mpaka sasa wanatingiza kabisa. Na katika kisa cha kusikitisha, mama mmoja kutoka Sarbab, kaunti ya Elgeyo Marakwet, ameua wanawe watatu kwa kuwafungia ndani ya nyumba na kisha kuiteketeza moto nyumba hiyo. Watoto hao wawili wa kike na mmoja wa kiume walifariki kifo cha kinyama baada ya mama yao kupata mpenzi ambaye kutaka habari za watoto hao. Karibu. Kenya imebarikiwa kuwa na kisiwa cha Mombasa chenye bandari. Wanauchumi wamedadisi kuwa mapato kutoka bandari hiyo yanatosha kukimu mahitaji ya bajeti ikiwa tu huduma zitaimarishwa na uongozi bora uwe imara. Je, ni vipi usimamizi duni wa rasilimali tulizonazo nchini unalemaza uchumi wa taifa na kuacha raia wakiishi maisha magumu? John Juma anaangazia jinsi ambavyo baadhi ya changamoto zinazokumba mji wa Mombasa zinatatiza raia katika ukanda wote wa Afrika Mashariki. Unapobisha hodi pwani ya Kenya, ama kweli hukosi raha, lakini ndani ya utamu huu yamejificha mengi yanayosemekana kuwa karaha kwa mwananchi. Pwani ya Kenya ndiyo upokelewa kuwa uti wa mgongo wa uchumi wa taifa. Mombasa is a gold mine which we need to exploit. Kwani baadhi ya bidhaa na mapato chimbuko lake ni chini ya minazi. Bandari inapatikana hapa na utalii umekolea. The economy of this port can drive this country. Hivi kwamba ufa unapotokea hapa, Wakenya ndiyo hulazimika kujenga ukuta. Kauli ya baadhi ya wachanganuzi wa kiuchumi ni kwamba huenda Wakenya wanafinyika mifukoni kutokana na ule mzigo wa gharama ya bei za bidhaa wanaobebeshwa na wawekezaji na wanabiashara wanaogharamia hasara wanazopata bidhaa zao zinapokawia bandarini kiasi cha kutozwa faini. Nikileta mzigo wangu imekaa port, nimelipa 600,000, lazima nitaweka hiyo 600,000 katika gharama zangu. Na wakati tumefanya ile tumetegeza ile bidhaa ambapo tunatoa katika idara yetu ama katika kampuni yetu, lazima tutaweka ile pesa ndani.
Kwa hivyo mtu wa kawaida lazima aone kama hiyo mali iko gali. Kitovu cha tatizo inasemekana ni udhaifu wa utoaji huduma bandarini, tatizo ambalo limechangia msongamano wa mashehena, kupungua kwa kasi ya maendeleo ya Kenya na Afrika Mashariki, hivyo maisha kuzidi kuwa magumu kwa raia. Chochote ambapo inatendeka Mombasa, katika bandari ya Mombasa, inadhuru Muganda ekonomi yao, inadhuru Rwanda, inamdhuru Northern Tanzania, Southern Sudan, Ethiopia nayo itadhurika. We want to make sure that government departments are not the cause for delay for cargo handling at this port. Tukiweka njia ambapo mali itakuwa ikitoka port na inaenda kwa haraka, tutakuwa tumepunguzia mama yangu na nyanya yangu ambapo yuko kule bara shida, ule ambapo yuko Bamba shida, ule ambapo yuko Kwale atakuwa amepunguziwa, ule ambapo yuko pale popote Kenya na East Africa kwa jumla. Wakereketwa na wadadisi wa kiuchumi na masuala ya biashara wanahoji kwamba misongamano katika bandari ya Mombasa ni kutegemea pakubwa uchukuzi wa barabara tofauti na uchukuzi wa reli. Na pia wadau wanasema kwamba japo treni ni njia moja ya uchukuzi, kampuni iliyopewa kandarasi haijafanya lolote la muhimu, na sasa serikali inapanga kivyake kujenga reli nyingine ili magari moshi yatumie kutoa mabogi, mashehena na makasha yaliyojaa bidhaa katika bandari hii hadi katika maeneo na mataifa jirani. Uchumi wa taifa unategemea pakubwa miundo msingi bora, iwe ni viwanja vya ndege, reli, huduma za feri na barabara. Lakini uchi usiofichika ni kwamba ubovu wa barabara katika maeneo mengi nchini ndio umegeuka kuwa kizingiti katika uimarishaji wa uchumi wa taifa. What is it that we can do to change the way we are working at the port, to change the movement of goods between here and the port and Maraba, because that is our principal highway. The northern corridor is the lifeline for Uganda, Burundi, Rwanda, South Sudan, and to some extent some parts of Ethiopia. Bajeti ya Kenya pia hutegemea pakubwa mapato kutoka sekta ya utalii ambayo hukadiriwa kuwa zaidi ya shilingi bilioni 100 kila mwaka, lakini sekta hiyo pia imeathiriwa pakubwa kwa njia moja au nyingine. Msimu huu hauna watalii wengi, kwa hivyo kuna watu wengi hivi sasa ambao wako nyumbani kwa sababu msimu umeenda chini. Lakini endapo tutakuwa tumefungua miundo msingi ya kiwanja cha ndege, tumefungua vile vile barabara yetu ya kuweza kuingia kwa ile highway, sasa watalii wataweza kufika hapa kwa wingi. When the tourists find that we have got a lot of delays or traffic jam that they cannot move easily to the airport to and from, then it will reduce the number of tourists coming to this country. Why did we license CFSs on the way to the airport and then complain? If the airport is the gateway to the island, why did we license? Why do you have to compete with a tractor? Why do you have to drive behind the trailer when you are going to the airport? Usalama unapoyumba huwa ni pigo kubwa sana kwa sekta hii. Ndiposa serikali haikuchelea kutuma wanajeshi wake nchini Somalia kupiga vita kundi gaidi la Al-Shabaab waliotishia kuangamiza utalii. Walipoanza kuteka nyara, kuua na kutishia watalii katika pwani ya Kenya na taifa kwa jumla. Tourism industry is the biggest earner of the resources in this particular region, and therefore the moment there is a chaos, the moment there is a problem, the moment there is a kind of animosities in this particular area, you realize that the tourists tend to divert, they tend to go to other areas. Huku mali asili tele zikigunduliwa, mfano mafuta na madini, vitega uchumi zaidi vikikuzwa, mfano kilimo cha unyunyizaji maji mashamba, miundo msingi kama vile ujenzi wa reli na barabara kuu za kisasa. Ni tarajio kuwa bajeti ya Kenya haitategemea hela za kukopwa katika miaka ya baadaye, na kwamba Wakenya hawatakumbwa na ugumu maishani kutokana na rasilimali zao kusimamiwa vibaya. John Juma, KTN, Mombasa.
Na asante sana John Juma kuhusiana na taarifa hiyo ya rasilimali mjini Mombasa. Na sasa moja kwa moja tunaelekea hadi kaunti ya Nyeri ambapo Carol Nderi ameandaa taarifa maalum kuhusiana na bajeti ya wakazi wa Nyeri. Katika nyakati za hivi karibuni, mada ya ugatuzi imekuwa ikibua mseto wa hisia na mijadala mikali miongoni mwa Wakenya. Lakini hoja kuu hapa ni iwapo maeneo ya kaunti yataweza kujimudu na huduma bora kutolewa kwa wakazi wake bila kutegemea mgao wa serikali. Katika kaunti ya Nyeri, ikizingatiwa kuwa ni mojawapo ya kaunti 5 zinazojumuisha eneo la kati, sekta ya kilimo ni tegemeo kuu. Kilimo cha kahawa na majani chai kikiwa tegemeo kuu la kuvutia mapato kupitia soko la kitaifa na kimataifa. Productivity, as you are aware, is affected a lot by the way inputs are distributed. The government has been having a lot of subsidized fertilizer, but everybody is aware that its distribution and reaching the intended groups has not been very efficient. Kulingana na katiba ya Kenya, 15% ya mapato ya nchi yanastahili kuelekezwa kwa kaunti zote 47 za Kenya, lakini kulingana na serikali iliyopo ni 33% ya mapato ya nchi yatakayofikishwa kwenye kaunti. Tukirejelea bajeti ya Nyeri, makadirio yake ni shilingi bilioni 4.6 za mwaka 2013 na mwaka 2014. Bajeti yenyewe ya Nyeri inatarajiwa kuwasilishwa Jumanne ijayo na kusubiri kupitishwa na bunge la Nyeri. Tofauti za siasa hata hivyo ndio zinahofiwa kuwa huenda zikatikisa uwezekano wa kupitishwa kwa bajeti hii, ila kuzungumza kwetu na baadhi ya wawakilishi hao kumeibua kuwa watapitisha tu bajeti hiyo kwa manufaa ya wakazi wa Nyeri bila kuingiza siasa duni mle ndani. Under Schedule 4 of our new constitution, agriculture has been devolved to the counties, and we have concerned and are now been mandated with the implementation. Na huku serikali ya Nyeri ikinuia kupata milioni 424 kutoka ndani ya Nyeri, wakazi wa Nyeri nao vile vile wanasubiri kupokea takriban shilingi bilioni 3.9 kutoka serikali kuu. Hela hizi zitatumika katika idara 10. Bilioni 2.4 zitatumika kwa masuala ya ufanisi na maendeleo. Na katika idara ya barabara na uchukuzi milioni 700 zitatumika, katika idara ya maji milioni 200 na katika idara ya nyumba milioni 100, huku sekta ya kilimo ikipokea milioni 200. Sekta ya elimu inayostahili kutengewa hela zaidi hata hivyo itapokea milioni 25 iwapo bajeti hii ya Nyeri itapitishwa. Vile vile Nyeri ni kivutio cha utalii kwa sababu ya misitu ya Mlima Kenya na Aberdares, na milioni 25 zimetengewa sekta hii. Yote 9 kaunti mbalimbali zinahimizwa kujaribu kukuza uchumi wa kaunti hizi binafsi bila kutegemea sana hela zinazotengwa kupitia mgao wa serikali. Iwapo kaunti hizi zitaweza kujimudu kwa kiwango fulani, bila shaka mambo yatanyooka na Wakenya kurahisishiwa maisha. Na huku mwanga ukielekezwa kwa serikali za mashinani, bila shaka swali kuu ni je, kaunti mbalimbali zitawezaje kuinua uchumi wake? Na hapa katika eneo la kati itakumbuka kuwa ngome ya uchumi hapa ni sekta ya kilimo na jitihada zote zitaelekezwa mle. Carol Nderi, KTN, katika eneo la Kafiroini katika kaunti ya Nyeri. Barabara kabisa mtazamaji, kumbuka hii leo ni siku ya kihistoria kama alivyosema kwamba Waziri wa Hazina Kuu ya Kitaifa Henry Rotich amesoma taarifa ya bajeti, na bajeti hii inaonekana kulenga au kutimiza ahadi kuu za serikali ya Jubilee. Na taarifa basi ambazo zimetutanguliza hapo mbele basi kutoka Mombasa na vile vile kutoka kaunti ya Nyeri, pamoja na taarifa kuu ya Waziri wa Hazina Kuu inatufikisha katika sehemu moja. Studioni nipo naye Charles Karisa kutoka shirika la Deloitte, yeye ni meneja anayesimamia mambo ya ushuru. Ndugu Charles, karibu sana katika studio zetu. Asante. Naam, labda kwa kuanza tu Charles, kwa mtazamo wako unaionaje taarifa ya bajeti kama ilivyosomwa hii leo? Bajeti kusema kweli ni nzuri, lakini nzuri kwa muda mrefu. Naam, kwa hivyo ndo ninavyoona. Na unaposema muda mrefu ni kwamba haitatufaidi kwa wakati huu hadi siku za usoni, au unaiangalia katika mtazamo gani? Kweli kabisa. Mikakati ambayo mipango ile ambayo bwana waziri ameleta pale itafaidi wananchi baada ya muda mrefu, sio wala tu hivi punde. Labda unapotupeleka katika utaratibu wa hatua baada ya hatua, ni sehemu gani ambazo labda unakuta zimepewa kipaumbele katika taarifa ile ya bajeti ya leo? Bwana Rotich amepeana sehemu fulani ambazo amezipa mtogongo. Tukiangalia sehemu ni kama ya usalama, miundo ya msingi,
sehemu ya chakula, vile vile elimu, afya, na pia ameangazia masuala ya wasiojiweza katika jamii. Naam. Lakini katika vikundi ulivyovitaja ni kwamba kile kikundi kimetengewa kiwango fulani cha pesa, utakuta wengine vile zinatofautiana. Kuna wengine wametengewa fedha ambazo ni nyingi zaidi, kuna wengine wamewekewa chache zaidi. Je, kwa mtazamo wako ni kwamba ni kigezo gani kilichotumika katika kuafikia bajeti hiyo? Nadhani kwamba ameangalia ile mipango ambayo ni muhimu sana kutekelezwa katika muda mchache. Ndio sababu hiyo ameweka kiwango fulani ambao ni tofauti katika sekta fulani. Naam. Sasa katika swala hilo ni kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo watu wamekuwa kiangalia wakisema kwamba hii bajeti ni kubwa mno. Kwa sababu unapozungumzia trilioni 1.6 kwa taifa la Kenya, hauhisi wewe kama mtu ambaye umekuwa katika masuala ya kiuchumi kwamba hizi fedha kama taifa tutazitoa wapi? Kusema kweli bajeti ni kubwa mno na kuna changamoto kubwa kuhakikisha kwamba bwana waziri ametafuta hela mbalimbali ama sekta fulani kuhakikisha kwamba hizi hela amezipata. Na kutakuwa na upungufu fulani, na ule upungufu ni kama vile bilioni 300, na changamoto hiyo yuko nayo, na kuna sekta fulani ambazo anaangazia kuhakikisha kwamba ile shimo ama pengo amelijaza. Naam. Na itakumbukwa pia katika mwingilio wa kisiasa serikali ya Jubilee ilikuwa na ahadi zake zilizozitoa. Je, unahisi kwamba katika ahadi hizi pia wamezifactor in ama wamezihakikisha wanazimulika katika bajeti kwa mujibu wa yale maono ambayo wamekuwa nayo walipotoa ahadi zao za wakati wa kampeni? Zile ahadi zao kuna uwezekano kwamba wanaweza kujimudu, lakini matarajio yangu ni kwamba hii bajeti ni kubwa mno na kutakuwa na changamoto kubwa sana kuhakikisha kwamba mikakati hii ama mipango imetekelezwa. Maana ukiangalia zile sekta kutafuta hela ili kujaza zile pengo ni kubwa mno. Kwa hivyo changamoto ipo ya kuhakikisha kwamba mikakati hii imetekelezwa kulingana na ahadi zao walizopeana hapo awali. Naam. Sasa kama serikali, unajua wanapokuwa na makadirio ya bajeti lazima wana makadirio pia ya namna ya kuongeza mapato yao, aidha ya kiushuru au mapato yao ya serikali kuu kutoka hazina kuu ya serikali. Je, wewe kama mtu ambaye umekuwa ukihusika sana katika mambo ya ushuru, unahisi huu ushuru labda utaongezwa katika asasi gani au taasisi gani ndipo serikali iweze kufikia bajeti uliyokusudia? Tunapozungumza sasa ni kwamba bwana waziri anategemea kuleta mswada fulani ambao unaitwa VAT bill. Na ule mswada ule una lengo la kuhakikisha kwamba limepata ushuru zaidi, na vile vile kitambo unaitwa capital gains tax. Anatumaini kwamba anaweza kuintroduce ile tax kuhakikisha kwamba anajaza ile pengo. Naam. Sasa tuje katika kwa utaratibu tu haraka utakuta kwamba kuna swala la miundo misingi. Milioni 97.9 zimetengewa upanuzi na ukarabati wa barabara. Naam. Je, katika mustakabali wa kutaka kuendeleza Kenya katika hatua za kimaendeleo, je, bajeti hii itafikia upanuzi huu ama utakuta bado kuna sekta nyinginezo ndogo ambazo zinahitajika labda kuimarishwa katika miundo msingi? Kuna changamoto kubwa. Hili ni swala zuri. Kuna uwezekano kwamba waziri anaweza kututua masuala au makubwa, lakini vile vile kuna sehemu nyingine ndogo zile ambazo lazima ziangaziwe pia. Naam. Sasa Wakenya wamekuwa kilalama kwamba wamekuwa kifinywa sana na serikali, wamekuwa kifinywa sana katika mambo ya ushuru, wamekuwa kifinywa sana katika gharama za kimaisha. Je, kwa mtazamo wako ni kwamba mambo kama haya yataendelea kuwepo kwa Kenya kuendelea kulalamika kuhusiana na gharama za maisha, au ni kwamba siku za usoni kama unavyosema hali itakuwa ni yenye kuimarika? Bwana waziri ana changamoto hapo, maana ukiangalia ile bili ambao anategemea kuileta katika bunge, ikiwa itaenda through ama wale wabunge watajadili vizuri na kuhakikisha kwamba wana introduce hizo taxes ama ushuru, mwananchi wa kawaida hatafaidika. Naona kwamba kutakuwa na changamoto, maana mwananchi wa kawaida atakuwa anaumia, maana bei za bidhaa zile za kawaida kama vile unga zitawekwa ushuru. Kwa hivyo kutakuwa na changamoto pale. Naam, Karisa, nasema sana kwa muda wako. Mwelekezi wangu ananiambia wakati umetupa kisogo, na mimi nasema shukrani kwa kuweza kuzungumza mawili matatu katika studio zetu. Asante. Naam, mtazamaji, kumbuka nimekuwa nikizungumza naye Charles Karisa ambaye ni meneja anayesimamia mambo ya ushuru kutoka shirika la Deloitte. Lakini
Kumbuka basi hii leo ni siku muhimu kwa taifa la Kenya. Tumekuwa tukijadili kuhusu taarifa ya bajeti kama ilivyoweza kusomwa na waziri wa hazina kuu ya kitaifa Henry Rotich. Bajeti yetu ya leo ambayo imesomwa na imewasilishwa leo bungeni na waziri wa fedha Henry Rotich. Bajeti hiyo bila shaka imeonekana kuimarisha baadhi ya sekta ambazo serikali ya Jubilee ilikuwa imeahidi itatekeleza. Na mojawapo ya sehemu ambazo zimepata fedha kubwa zaidi ni elimu na teknolojia, ambapo imepata donge la shilingi bilioni 130, ambapo kati ya fedha hizo ununuzi na ufanikisho wa mradi wa vipatakilishi katika shule za msingi umetengewa shilingi bilioni 53.2. Nyingine ni sekta ya afya ambapo imetengewa shilingi bilioni 31.6, ambapo ule mradi wa kina mama wajawazito kupokea huduma ya bure katika vituo vya afya ikitengewa shilingi bilioni 3.8. Na katika afya pia mitaa ya mabanda inatarajiwa kujengewa vituo vya afya katika miji mikuu nchini kupitia shilingi milioni 200. Na sekta nyingine ni uimarishaji wa miundo misingi ambayo imepokea shilingi bilioni 97.9, ambapo barabara na reli zinatarajiwa kuimarishwa ili kupunguza gharama ya usafiri nchini. Katika suala la kuhakikisha usalama wa chakula nchini, kilimo kimepokea shilingi bilioni 38.8 kufanikisha miradi ya unyunyuziaji maji mashamba na kilimo kwa jumla. Sekta nyingine ambayo imepata fedha kubwa zaidi ni usalama, ambayo imepokea shilingi bilioni 67, jambo ambalo linaonekana kuimarisha sekta hiyo kutokana na ukosefu wa usalama katika miezi michache iliyopita. Na fedha hizi zinatarajiwa kufanikisha ununuzi wa vifaa vya usalama, magari ya polisi pamoja na mafunzo ya uchunguzi na utendakazi katika idara ya usalama. Na ili kuhakikisha kuwa mabadiliko katika idara ya mahakama yanaendelea kuimarika, hapa mahakama imetengewa shilingi bilioni 16.1. Bunge nalo limepata shilingi bilioni 19 za kufanikisha mradi wa kulipanua, haswa kutokana na kuwepo kwa bunge la taifa na la seneti katika mfumo mpya wa serikali. Wananchi walemavu na wazee hawajaachwa nyuma mara hii, manake walemavu wamepata shilingi milioni 452 huku wazee wakipata shilingi bilioni 3.2. Serikali pia inaonekana kuwa na lengo la kupambana na umaskini, kwani imetenga shilingi bilioni 13.4 kuhakikisha kuwa umaskini unaondolewa kabisa hapa nchini. Na katika ahadi ya kuhakikisha kuwa mfumo wa serikali za kaunti unatekelezwa, shilingi bilioni 210 zimetengewa serikali za kaunti. Na sasa nampisha mwenzangu Ahmed Darwesh aweze kutupatia taarifa zaidi kuhusiana na bajeti ya mwaka huu wa mwaka 2013-2014. Naam, barabara kabisa. Shukran Masheli Makapombe. Naam, hii leo kama alivyotangulia kusema ni kwamba waziri wa hazina ya umma aliweza kusoma taarifa ya bajeti ambayo imetajwa kuwa ni bajeti kubwa mno katika historia ya taifa letu la Kenya ya takriban shilingi trilioni 1.6. Alimanzo aliweza kufuatilia vikao hivyo kwenye majengo ya bunge na kutuandalia taarifa ifuatayo. Waziri wa fedha Henry Rotich aliingia bungeni mwendo wa saa 8:30 na mzigo huu tayari kuisoma bajeti ya kitaifa ya kwanza kwenye serikali ya Rais Uhuru Kenyatta. Kinyume na mbwembwe zilizokuwa zikiandamana miaka ya nyuma, lilikuwa jambo la kawaida kwa wabunge ambao walikuwa kisubiri kusoma kwa bajeti. Miongoni mwa mambo ambayo yaligusiwa kwenye taarifa yake ni uzalishaji wa nafasi za kazi kwa vijana kupitia miradi kama kilimo sehemu kadhaa nchini. Through this strategic intervention, honorable members, we will create 1 million jobs per year and thereby lifting at least 10 million Kenyans out of poverty and expand social protection coverage to all vulnerable. Na huku nafasi hizo zikizalishwa, serikali ya Rais Uhuru Kenyatta pia imepania kupunguza umaskini kupitia mbinu za kuwapa ufadhili vizera ya juza na hata mayatima. Honorable members, in this budget we are therefore taking care of the poor and vulnerable, the youth and women, as well as businesses and investment as a basis for achieving these development objectives.
Huku kilimo kikiwa uti wa mgongo wa taifa, Waziri Rotich alitangaza kufufua kilimo cha unyunyizaji sehemu mbalimbali nchini, huku jicho la serikali likielekezwa eneo la Galana kaskazini mwa pwani ambako ekari kadhaa zishatengwa. To deal with the perennial challenges of food insecurity and to reduce the cost of living associated with the high food prices, the Cabinet Secretary for Agriculture will implement a comprehensive agricultural revitalization program aimed at expanding, enhancing productivity and transforming agriculture into a business venture. Serikali ya Kenyatta imetenga shilingi bilioni 256 ili kuhakikisha mradi wa vipakatalishi au laptops unaafikiwa, huku ukiwahakikishia Wakenya kufaidi na huduma za bure za matibabu. Baadhi ya wabunge walifurahikia hotuba ya bajeti kwa kuyawakilisha matakwa ya Wakenya. Mimi nimependekezwa sana katika hotuba hii ya bajeti ya leo, hasa wakati alipoanza kuangazia mambo ya wakulima. Serikali ikisema inaangazia mambo ya chakula, kuhakikisha tunalima ekari milioni 1. Halafu ekari hizo kuna ranch kule pwani inaitwa Galana Ranch. Imewekwa baadhi ya zile maeneo ya mashamba ambayo yatatumiwa kukuza chakula. Ni bajeti ambayo kulingana na asilimia kubwa ya wabunge ambao walikuwepo hii leo wanasema kwamba wameifurahikia kwa sababu imeweza kuwakilisha matakwa ya Wakenya. Kilichosalia sasa ni kuhakikisha kwamba bajeti hii imeweza kutekelezwa vema ili kuhakikisha maisha ya Mkenya wa kawaida yanakwenda shwari. Ali Manzu, KTN leo, Nairobi. Naam, huku wapiganaji wa Mau Mau wakisubiri kukabidhiwa malipo kutoka kwa serikali ya Muingereza kwa dhulma walizopata. Miongoni mwao ni mzee mmoja kutoka jamii ya Waluo aliyeendeleza harakati za ukombozi kwa kuwasaidia wapiganaji wa Mau Mau kuwaletea silaha. Mzee Magero Oluk ni mkazi wa Homa Bay aliyepata mateso mikononi mwa Muingereza aliposaidia Mau Mau. Agnes Penda anaarifu. Kutana naye mzee Thomas Oluko, umri wa miaka 82, na kama wakongwe wengine hana shughuli nyingi wakati huu. Lakini tofauti na wenzake ni kuwa ni miongoni mwa wazee watakaofaidi malipo kutoka kwa serikali ya Muingereza kama mpiganaji wa Mau Mau aliyedhulumiwa haki zake. Lakini kulingana na Oluk, yeye hakuwa mpiganaji hasa, lakini alishiriki pakubwa katika harakati za ukombozi. Wakati huo alikuwa dereva katika eneo la Lokitong, Turkana, alikoajiriwa na serikali ya Muingereza kando na kuwa msimamizi katika jela. Anatueleza ni wakati huo ambapo wanaharakati 6 wa ukombozi akiwemo Jomo Kenyatta walifungwa na kupelekwa katika jela ya Kapenguria. Walitangaza Kenyatta yuko hai, yuko Lokitong. Fumbi ikatokea kesho yake 21-23. Alikokuwa akifanya kazi ya kuwasimamia wafungwa hao. Ndipo mambo yalipomharibikia alipojitolea kuwasaidia na hata kupatikana akiwapa maji ya kunywa. Licha ya kujitetea kuwa ni wa jamii ya Waluo, alipata kutajwa kama mmoja wa Mau Mau na athari zake ni mapengo haya baada ya kung'olewa meno 6. Daktari mkubwa Dia district mzima ndio anatolewa, amevaa na kuja na pliers kuja kutoa meno. Moja mimi tia najikaza tu mpaka hii mshipa yote imetoka. Sasa ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6 na kwama mpaka sasa wanatingiza kabisa. Ni hapo ambapo harakati za ukombozi zilimvutia baada ya kutoroka na kupata kazi kama dereva wa gari la kampuni ya Breweries kupeleka bia. Lakini kazi yake haikuwa kusafirisha bia tu, silaha za Mau Mau ndiye aliyowafikishia na kuzificha kwenye shehena hiyo. Nazunguka na wakati huo tunaficha vifaa ya kupigania. Lakini licha ya Kenya kupata ukombozi, amesalia tu kusubiri hela za Muingereza. Tangu alipostaafu miaka 80, maisha yake ya uzeeni yamekuwa ya umasikini, kwani ahadi za kupewa shamba la ekari 100 na Jomo Kenyatta kama shukrani ziliambulia patupu. Kenyatta nimekutana baada ya kutoka kupata uhuru, nimekatazwa kwenda, ngumu kuyaona. Mtu nimezungumza naye niko Inange, lakini aniipe nafasi nione yeye. Agnes Penda, KTN leo.
Kwingineko, maafisa wa polisi katika eneo la North Rift wanamsaka mwanamke mmoja kutoka kijiji cha Sarbab, jimbo la Elgeyo Marakwet, ambaye anadaiwa kuwachoma wanawe watatu wakiwa ndani ya nyumba yao mapema hii leo. Mwanamke huyo anadaiwa kuwafungia wanawe waliokuwa kati ya miaka 3 na 5 mwendo wa saa 10 asubuhi hii leo na kutoweka baada ya kuteketeza nyumba hiyo. Mary Kilobi na maelezo zaidi. Haya ndiyo mabaki ya nyumba iliyokuwa makao ya watoto watatu, wawili wa kike na mmoja wa kiume, waliokuwa kati ya umri wa miaka 3 hadi 5. Watoto hao walikumbana na mauti yao mwendo wa saa 10 asubuhi pale mama yao alipowafungia ndani ya nyumba na kuiteketeza katika kijiji cha Sarbab, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Kisa na maana, alikuwa amepata mpenzi ambaye hakutaka habari za watoto hao. Inadaiwa kuwa mshukiwa Mercy Cherop alionekana na mwanamume huyo usiku wa kuamkia leo wakijivinjari katika kituo cha biashara kilicho karibu. Inasemekana kuwa hii si mara ya kwanza kwa mshukiwa kuacha watoto wake usiku. Aliporejea nyumbani, hapo ndipo alipotekeleza unyama huo na kisha kutoweka. Wakazi wa kijiji hicho wamekashifu vikali kitendo cha mama huyo. Sisi kwa area hii hatujawahi kusikia kitu kama hii. Sababu hii ni ajabu. Hata sisi wenyewe tuliona, sijui ni shida gani, ila aliingilia mpaka akafanya jambo kama hii. Sababu hii ni jambo ngine mbaya sana. Nimepika simu sehemu mbalimbali ili kama anaweza patikana aweze kuwa arrested ili asaidie kwenye uchunguzi. Inadaiwa kuwa mume wa mshukiwa yuko katika eneo la Kabarnet alikokwenda kutafuta ajira. Mshukiwa ametoweka na juhudi za kumsaka zimeanza. Mary Kilobi, KTN leo. Taifa la Kenya huenda likasaidika pakubwa kufuatia uwekezaji kutoka kwa taifa la Slovakia humu nchini kama njia moja ya kuimarisha uchumi wa Kenya. Katika ziara yake katika shirika la habari la Standard alasiri ya leo, balozi wa Slovakia humu nchini Michal Minar amesema kuwa wameanzisha kampuni ya kusaga plastiki na kutengeneza bidhaa mbalimbali ikiwemo kawi mjini Kisumu inayotarajiwa kutoa ajira kwa zaidi ya Wakenya 2,000. Taifa la Slovakia lina uchumi unaokua kwa haraka zaidi barani Europa na linaongoza katika utengenezaji wa magari barani humo. Tayari taifa hilo linatoa mawaidha kwa serikali ya Kenya kuwekeza katika sekta mbalimbali ikiwemo kawi, viwanda, miundo misingi na elimu. Balozi Mnimar alipokewa na afisa mkuu mtendaji wa shirika la habari la Standard, Sam Shulei. We are trying to develop our economic cooperation, the road, the 55-kilometer tarmac road, which we will build in Isabania and Migori counties, that has been mentioned. But we are also working on a joint venture for a creation of a plastic waste processing factory in Kisumu. That's the reason why I visited Kisumu a few weeks ago. Kwenye bajeti iliyosomwa leo na waziri wa hazina ya taifa Henry Rotich, sekta kadhaa zimefaidika kupokea mafungu ya fedha yanayolenga kutekeleza upanuzi wa hapa na pale. Sasa nampisha mwanahabari Franco Tieno na mukhtasari wa jinsi bajeti hiyo ilivyo na ni kina nani hao ambao wamefaidika na kina nani ambao wamekuwa ni wenye kulalama. Waziri wa hazina ya taifa Henry Rotich alipoubeba mkoba wa bajeti ya mwaka wa fedha 2013-2014 alikuwa na ujumbe kwa Wakenya kwamba ahadi ya serikali ya Jubilee kuwapa watoto wa darasa la kwanza vipakatalishi au laptop computers sharti itimie. Ndani ya shilingi bilioni 273 zilizotengewa ufanisi wa elimu bila malipo, shilingi bilioni 52.3 zimetengewa kununua mashine hizo ambazo zinahitaji elimu ya utandawazi. Sekta ya afya imepokea fungu la shilingi bilioni 34.7, shilingi bilioni 57.2 zikitengewa kitengo cha michezo na burudani. Idara ya nishati na uzalishaji umeme imetengewa shilingi 200 bilioni kuimarisha uzalishaji umeme wa mvuke au geothermal. Kilimo kimetengewa bilioni 38.1, kati ya fedha hizo shilingi bilioni 2 ni za unyunyizaji mashamba maji. Mazingira imetengewa 55 bilioni, idara ya mahakama ikipokea bilioni 16.1, nalo bunge la taifa likitengewa shilingi bilioni 19 kutekeleza upanuzi zaidi.
Usalama wa taifa pia haujasahaulika kwenye bajeti hiyo. Shilingi bilioni 74.4 zimetenga kwa idara ya polisi. Ni bajeti ya shilingi trilioni 1.6 pesa za Kenya. Bajeti kubwa zaidi kuwahi kuandaliwa humo nchini. Ni bajeti iliyochorwa wakati walimu kupitia chama cha walimu wa sekondari na vyuo KUPPET wameshatangaza notisi ya mgomo kuanzia wiki ijayo, kwa kile wanachokitaja kuwa serikali imepuuza kusikiliza masuala ya nyongeza yao ya mishahara na marupurupu mengine. Frank Otieno, KTN leo, Nairobi. Na mtazamaji, kwenye makala ya afya yako ni kwamba saratani ya macho huathiri sana idadi kubwa ya watoto humu nchini, ikizingatiwa kuwa wazazi wengi hushindwa kubaini dalili za ugonjwa huo. Na Lewis Nyaga ni mmoja wa watoto walioathirika na saratani ya macho, ugonjwa ambao kama wazazi wake wanavyoelezea hawakuungamua, japo hatua ya kumfikisha mtoto wao hospitalini ziliwawezesha kutambua ugonjwa huo mapema. Ndiposa katika makala ya leo ya afya yako, mwanahabari wetu Kamchemenza anaangazia maradhi hayo. Hii saratani inaanza nyuma ya jicho kwa sehemu ambayo inaitwa retina. Kutana na Lewis, mwanafunzi wa chekechea. Hapa akiwa katika harakati za kuafikia ndoto yake ya kupata elimu japo kwa shida. Niliona kitu ya white ikimulika kwa macho wakati naona mwangaza kukiwa na jua ama ukiakisa stima usiku. Hapo ndipo hofu ilipomjaa Cecilia Njeri Mbugwa, mamake Lewis Mureithi. Mwaka wa 2009, hofu iliyomfanya Cecilia kutembelea hospitali kadha wa kadha, lengo likiwa ni kubaini tatizo lililomfika mwanawe. Kesho yake wakaniambia nirudishe majibu Kikuyu. Kurudisha Kikuyu, wakaniambia mtoto aoni ako na kansa. Wakaniambia ni buku date ya operation. Harakati zilizompelekea Lewis kufanyiwa upasuaji na kutolewa jicho lake la kushoto. Lakini je, saratani ya macho husababishwa na nini haswa? Kuna kitu inaitwa genes ambaye zinapatikana kwa chromosomes. Sasa kuna gene moja inaitwa the retinoblastoma gene. Na hii gene ikiwa na mutation, yani ikiwa imebadilika, na ikibadilika hiyo gene, hii ugonjwa inatokezea. Kwa Lewis, baada ya kufanywa upasuaji, ilimlazimu kufanyiwa matibabu ya chemotherapy ili kukabiliana na saratani hii. Wakati mwingine tunaongeza hiyo chemotherapy and radiotherapy kuhakikisha hakuna saratani zingine, cells in different parts of the body. Lewis sasa anatumia jicho moja, kwani jicho lake la kushoto ni bandia. Jicho hilo likiwa ni la tatu sasa, kwani Lewis kama watoto wengine wanaopenda kucheza, alipoteza jicho lake la bandia awali alipokuwa akicheza. Hali iliyomlazimu kuishi bila jicho hilo kwa muda wa mwaka mmoja kutokana na upungufu wa fedha. Hiyo jicho huwa namtoa asubuhi, lakini simtoi kila siku. Kama iko na uchafu ndio huwa natoa, ndio nipaguse ndani, ndio nimweke dawa, na kama ina uchafu napagusia juu. Daktari Melvin Lima anasema kuwa watoto wengi wanaoathirika na ugonjwa huu hupoteza maisha yao, jambo ambalo iwapo mzazi atagundua mapema huenda mwathiriwa akanusurika. Je, kunayo njia ya kuepuka kueneza ugonjwa huu? Tukijua uko na retinoblastoma kwa ukoo yako, tutakufanyia genetic counseling. Tutakuambia utaelezwa the risk ya kupata hii ugonjwa kwa mtoto yako. Na mwito kwa wazazi ni upi? Wakiangalia kwa macho waone kitu nyeupe kwa jicho mtoto akiwa mdogo, hiyo tungetaka muuguzi kama huyo ama mwanaafya kama huyo kuichukulia kama emergency. Kamchemenza, makala ya afya yako, KTN leo.
Mashindano ya kitaifa ya shule za msingi yamepokea ufadhili wa shilingi milioni 5 kutoka kwa kampuni ya Nestle Kenya kupitia Milo. Hela hizo zitagharamia ununuzi wa matuzo, vyeti pamoja na sare. Mashindano hayo yatang'oa nanga tarehe 19 mwezi huu mjini Bungoma. Wanafunzi 1400 kutoka shule za upili wakiwemo wasichana 700 na wavulana 700 pamoja na walimu 200 watanufaika kutokana na ufadhili huo. Milo itawapa tuzo, vyeti, medali pamoja na sare za kuchezea wakati wa mashindano ya kitaifa ya shule za msingi yatakayoandaliwa mjini Bungoma. Raundi hii waandalizi wa mashindano hayo waliamua kubadilisha maeneo kuenda sambamba na mfumo mpya wa serikali za ugatuzi. These materials, once they give them, for example t-shirts, they go with the kids for use wherever they go. But for trophies, we rotate them until the team which wins for 3 consecutive matches, they keeps the trophy. Sports is a way of uniting people. So it is part of peace initiative, and there is a way we rotate our activities. So taking them Bungoma does not mean that there is we didn't take care of the insecurity. But what is important is that sports can also bring security in that place. We want to take our relationship and partnership with Ministry of Education to the next level, which is more strategic, and we are looking at setting up junior league for soccer together with Ministry of Education. Na mtazamaji, wakati umetupa kisogo na sisi tunabudi ule utamatisha taarifa za mbio ya KTN kwa hivi sasa. Mie ni Ahmed Darwesh nikisema shukran kwa muda wako. Nami ni Mashirima Kapombe, asante sana kwa kutazama KTN leo, uwe na usiku mwema.